Mmoja kati ya wazee wa klabu ya Simba alihoji uhalali wa GSM kudhamini vilabu 8 vya ligi kuu ya NBC kwenye mkutano wa wazee wa Simba na wanahabari uliofanyika Oktoba 21 jijini Dar es Salaam. Alisema, "Sisi wana Simba hatuna malalamiko ya kufungwa. Kufungwa ni mchezo wa mpira, lakini ni namna gani jinsi timu yetu imefungwa hasa katika michezo. Kuna mambo tumeyaona hasa kuhusu udhamini wa GSM. Udhamini ambao haupo katika kanuni wala katiba ya TFF. GSM anadhamini klabu 8 tofauti. Kwa nini adhamini timu 8 kwenye ligi moja? Jambo ambalo haliwezekani popote duniani, lakini kwa makusudi vyombo vinavyosimamia mpira vimemruhusu." Kampuni ya GSM iliingia mkataba wa miaka 2 na ligi kuu bara wenye thamani ya shilingi bilioni 2.1 kama mdhamini mwenza. Mkataba huu ulisainiwa na makamu wa kwanza wa shirikisho la soka la mpira wa miguu Tanzania TFF, Asmani Nyamlani, pamoja na mkurugenzi wa uwekezaji wa kampuni ya GSM, Harris Saidi. Akizungumza katika mkutano huo, mkurugenzi wa uwekezaji wa kampuni ya GSM, Harris, alisema mkataba huu utakwenda kuzinufaisha moja kwa moja timu zinazoshiriki ligi kuu bara. Kampuni ya GSM iliona inayo sababu ya kuendelea kuisapoti tasnia ya mpira wa miguu Tanzania kwa kuongeza nguvu ya udhamini katika ligi, jambo ambalo litachochea ukubwa ligi yetu, alisema na kuongeza. Pia alipongeza juhudi zinazofanywa na bodi ya ligi kuhakikisha ligi inapata hatua, hivyo kama wadau wa soka nchini lazima waunge mikono mkataba huu na imani utakwenda vizuri kama vile ambavyo matumaini yetu yalivyo, kwani tunaamini katika uongozi wa sasa wa TFF, ndio maana tumefanya uwekezaji huu. Ilianza kama mzaha. Ilianza minong'ono pembeni juu ya mdhamini mmoja kudhamini timu zaidi ya moja kwenye ligi kuu Tanzania bara. Wadau wanajua soka ni mchezo wa fair play, hivyo haitakiwi kuwa na maswali kuhusu haki na usawa kwenye michezo mbalimbali. Wengi walijikita juu ya kampuni ya GSM kudhamini zaidi ya timu moja, ambapo wamekita mizizi yake kwa Yanga, huku pia ikiwa na udhamini kwenye klabu zingine za ligi kuu. Wadau hao wa soka wakaenda mbali sana, wakasema huko Ulaya hata kampuni moja haijawahi kuweka wala kuwa na timu haiwezi kudhamini timu zaidi ya moja kwenye ligi kuu ya nchi moja. Mfano, Arsenal, Real Madrid zinadhaminiwa na kampuni moja, lakini ni kwa sababu zipo nchi mbili tofauti. Kampuni hiyo imeruhusiwa kudhamini timu moja tu nchini England na hairuhusiwi kufanya hivyo katika timu nyingine nchini humo, ndiyo maana ikaenda kudhamini kwenye nchi nyingine. Sababu ni kwamba kama kampuni hiyo ingedhamini zaidi ya timu moja nchini England, mwisho wa siku ingeweza kuamua au kusimamia matokeo ya timu moja ambayo wao wanaweza kuiteua. Mfano, timu zinazodhaminiwa na kampuni moja zikakutana, alafu moja inahitaji ushindi ili asishuke daraja au inataka kuchukua ubingwa, sidhani kama itakosa pointi 3. Ni kwa sababu kampuni inayodhamini itaweka mkono wake kuhakikisha timu yake moja haishuki daraja kwa ajili ya kuendelea kutangaza au kupata ubingwa, ili kuendelea kukuza nembo yake. Kwa wenzetu jambo hili wanalichukulia kwa uzito sana, na wenzetu hawafichifichi juu ya uwezekano na timu kupanga matokeo kutokana na kuwa zipo kwenye jamii moja. Baadaye ukawa mjadala mkubwa kwenye vyombo vya habari, television, radio, video vya soka na mitandao ya kijamii juu ya kuwa hakuna usawa wowote kwa GSM kudhamini klabu zingine huku timu yake mama ikiwa ni Yanga. Wakasema angalau hata ingekuwa kampuni huru kama ile ya ndege iliyokataliwa Ulaya kudhamini timu zaidi ya moja, lakini ukweli usiopingika kwamba huwezi kuitenganisha GSM na Yanga. Kampuni hiyo ndio inayoisaidia klabu kuleta makocha, kulipa mishahara ya wachezaji na mambo mengi kadha wa kadha. Hatujawahi kusikia GSM akilipa mishahara Pamba Jiji, Coastal Union na timu zingine. Ina maslahi na Yanga kuliko klabu zingine. Mjadala huo mkali ukamuibua ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo, ambaye alisema amesikia mijadala hiyo na kuahidi kuifanyia kazi. Alisema siku 2-3 kumekuwa na mjadala mkubwa, lakini kwa wakati huu tuliokuwa nao hakuna kanuni inayozuia kampuni moja kuweza kudhamini zaidi ya timu moja. Udhamini ni jambo la kikanuni. Mazumuni ya kanuni kwa 90% yameelekezwa kwenye klabu husika, wachezaji, waamuzi, viongozi. Mbali na mijadala iliyoibuka, hakuna klabu yoyote au mdau kuelekea msimu huu aliyelalamikia hilo kuona kama jambo hilo lina ukakasi, alisema ofisa mtendaji huyo. Hata hivyo, alisema kanuni sio msaafu. Hivyo kama wadau wataona kuna haja ya kuja na kanuni hiyo,
milango iko wazi. Lakini mimi siku zote nimekuwa nikiamini kuwa kanuni sio mstaafu, zinajadilika, zinabadilishika. Kwa hiyo pale ambapo wadau wataona kuna haja ya kufanya mabadiliko ya kanuni kama ambavyo siku zote tumekuwa tukifanya, Shirikisho la Mpira wa Miguu nchini Tanzania TFF na bodi ya ligi, sisi ni wasikivu mara zote, na ndio maana unaweza ukaona zoezi ambalo lina uwazi na ushirikishwaji mkubwa ni eneo la maboresho ya kanuni kuelekea kwenye msimu mpya, jambo ambalo linafanyika katika kila msimu. Alisema, tunaipongeza TFF na bodi ya ligi kwa kuahidi kulifanyia kazi suala hilo na kuonekana ni kweli viongozi wapo kwa ajili ya soka na si maslahi binafsi ya mtu mwingine. Ni kweli suala hili linatakiwa kufanyiwa kazi, kwa sababu hata kama hakuna chochote kinachofanyika, lakini kuweka kanuni tu kwa ajili ya chochote kibaya kinachoweza kutokea huko mbele na kuwepo kuaminiana kati ya klabu moja na nyingine zinazoshiriki ligi kuu, pia kuamini kuwa bingwa wake anapatikana kihalali.